Hebu nisikilize kidogo, mwana wa Mungu unayenitazama sasa. Nina swali. Jibu la maswali ya maisha yako unalipata wapi? Au unamtegemea nani katika maisha yako? Mfalme Nebukadreza, mfalme wa Babeli, aliota ndoto iliyomsumbua sana, iliyohangaisha sana kichwa chake. Akatafuta majibu na asipate. Ndipo alipochukua uamuzi wa kuwaita wachawi wote na waganga wote na wakaridayo na wanajimu wote, na akawasimulia ile ndoto, lakini wasiweze kujua maana yake na ujumbe uliokuwemo ndani yake. Ndipo watu wakamwambia kuna mtu mmoja anayeitwa Belshaza au Danieli kwa sasa, ambaye roho wa miungu watakatifu wanakaa ndani yake, anaweza kukupatia tafasiri ya ndoto hii. Ndipo akaitwa mtumishi wa Mungu Danieli au Belshaza, akaambiwa ile ndoto, na baada ya kusimulia ile ndoto, Danieli akaitafasiri ile ndoto kwa usahihi kabisa kama ilivyokuwa. Nataka kuzungumza nini kwako wewe? Kwamba unapokuwa na shida, wewe unakwenda kwa nani? Ni nani unayemtegemea katika maisha yako? Ninakwambia hivi, majibu ya maswali ya maisha yako yapo kwa Mungu. Yapo kwa watumishi wa Mungu walio na roho ya miungu watakatifu. Nenda kwa wachungaji, nenda kwa wainjilisti, utapata majibu ya maswali yako. Na hata kama kuna jambo lolote linakusumbua, hebu nenda kwa wachungaji, nenda kwa wainjilisti, nenda kwa walimu ambao roho wa miungu watakatifu wanakaa ndani yao, nao watakusaidia kupata majibu ya maswali ya maisha yako. Usitegemee wanadamu, usitegemee waganga, usitegemee wachawi, usitegemee watabiri nyota kwamba watakupatia jibu la maswali ya maisha yako. Mwenye jibu la maswali ya maisha yako ni yule aliyekuumba, ambaye ni Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Huyo ndiye ana jibu la maswali yako. Na utampata namna gani huyo Mungu? Utaongea naye namna gani huyo Mungu? Mungu ana watumishi wake ambao amewaweka katika dunia hii, na yawezekana hapo ulipo wapo watumishi wa Mungu. Hebu nenda kamuulize Mungu kupitia watumishi wake juu ya maswali ulionayo, nawe utapatiwa majibu ya maswali ulionayo kwa watumishi wa Mungu. Usiende kwa wachawi, usiende kwa waganga. Huko ni kumkosea Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha Isaya anasema kwamba huu ni wakati wa kwenda kuuliza habari za walio hai kwa watu waliokufa. Watu wanakwenda kwa wachawi, watu wanakwenda kwa waganga, watu wanakwenda kwenye mizimu eti kuuliza habari za mambo yao wao walio hai. Ndugu yangu, ninakuomba, ninakusihi, acha, nenda kwa wachungaji, nenda kwenye makanisa ya kiroho, nenda kwenye makanisa ya kiroho yaliyo na watumishi wa Mungu aliye hai, nao watakupatia jibu la maswali yako. Usiende kwa manabii, maana uchawi mwingi umezagaa makanisani sasa. Yaani uganga umetoka nje, umeingia katika makanisa. Kuna waganga wengi ndani ya makanisa sasa, na wanatumia uganga kwa jina la Yesu, na wanatumia uchawi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nakuomba ewe mwana wa Mungu, unapoisikia sauti hii, kuwa na tahadhari.